Allah. Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo yatuzungumzia hali 8 au sehemu 8 katika matendo yako utakapokuwa katika kufanya mambo haya 8 au katika hali hizi 8, basi malaika wanakuombea dua. Subhanallah, ni jambo la furaha kiasi gani muumini kujijua kwamba kuna jambo nikilifanya nitapata dua ya malaika. Malaika ambao Allah tabarak wa taala anawasifu kwamba ni viumbe vitukufu kiramu mbarara. Malaika ambao Allah tabarak wa taala anawasifu kwamba ni viumbe safi wasioasi, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawamwasi Allah kwa aliloamrisha na wanafanya kila walilokatazwa na wanafanya kila waliloamrishwa. Viumbe hawa ambao Allah tabarak wa taala amewaumba bila ya shahawa ya kuwa na matamanio, umbile lao ni utiifu tu kwa Allah, wawe watakuwa na nafasi ya kukuombea wewe dua. Wallahi mu'min ni kujikuta kwamba dini hii ni dini ya mlezi wake Rabbul Alamin, ni dini inaomrehemu na kumhurumia, afanye kila analoliweza, aikumbatie dini hii, aume kwa magego yake, kwa sababu hakuna nafasi bora ya dunia kama mtu kuishi kwenye nafasi ya imani na Uislamu ndani ya dunia hii. Hali ya kwanza katika mambo ambayo ukiyafanya malaika wanakuombea dua. Nakariri kusema ulimwengu wa leo dua kamwe haziombwi. Jambo la dua kama tunavyokariri ni jambo limewekwa mwisho. Si wengi wanao tabia ya kuomba dua, na hata wanaomba si wengi wanaoombeana. Mtu kila mmoja ajiombea yeye, heri kuapizana kuko kwa wingi, lakini kuombeana ni kuchache sana. Na waangalie hao wanakuombea dua ni watu wa aina gani? Viumbe ambao wamechanganya matatizo, wamechanganya kiburi na jeuri katika ulimwengu, wamechanganya fasadi. Lakini ukajijua kati ya viumbe hivi Allahu tabarak wa taala kachagua viumbe vyake bora kukuombea wewe dua, ni fursa dhahabia unaotakikana uitumie vizuri, kwa sababu fursa kama hii haina shaka kwamba labda dua yangu imepokelewa au haikupokelewa, labda hawa wanaoniombea waniombea kwa ikhlasi au niria. La, ni viumbe ambao ni watiifu kwa Allah tabarak wa taala. Nafasi ya kwanza, inda ukhufika fi salati au fi safi al-awwal fi salah. Khutba iliyopita nilizungumza kwamba jamani, kupita kwa siku 10 tusirudi tutokapo, kwa sababu umri wetu hautujui mwisho wake. Tumebakisha siku ngapi, miaka mingapi, miezi mingapi? Kwa hivyo tujitahidi katika kuyafanya mambo yenye kutukaribisha kwa Allah, tujitahidi kwa ibada. Sasa moja katika jambo linalomfanya mtu aombewe dua na malaika ni kule kusimama safu ya mwanzo kwenye swala. Ukawa katika saful awwal, pale swala inapokimiwa wewe uko safu ya kwanza, basi ile safu ya kwanza inaombewa dua na malaika, bali Allah anaisifu na malaika wakiombea. Kwa sababu salatullah athana ala ibadi, sala ya Allah kwa viumbe ni kule kuwasifu waja wake mbele ya malail a'la. Sasa pale Allah anawasifu, waangalieni waja wangu hao wako mstari wa mbele katika kunisujudia, na malaika huku wanawaombea wakisema Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dua hii inatoka kwa malaika. Tunaona ni jambo la kawaida, muhimu kuswali hata nikienda mwisho, lakini hujui kwamba kuna ubora katika yale unayoyafanya.
kama ambavyo kwenye dunia si muhimu kula, bora ni kula chakula bora. Ni chakula gani kilicho bora zaidi ndio unakitamani zaidi. Hivi hivi katika maisha yako ya ibada, kuna ibada ukizifanya zatakikana uzifanye kwa ubora zaidi. Khairi unaipata ndani ya ibada hii ni kule kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwali, hakika Allah na malaika zake wanawasalia. Na nimesema swala ya Allah ni sifa, swala ya malaika ni kukuombea kwa Allah rehma na maghfira. Kwa hivyo Allah na malaika zake wanawasalia. Angalia, unaipata nafasi alopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wewe ukitaka kuingia na wewe kuipata fursa hii ya kuipata swala ya Allah na malaika, sali safu ya kwanza. Usichelewe katika swala, jitahidi uwe katika safu ya kwanza. Hii ni dua ya kwanza ya malaika, inawafikia wale wenye kusali kwenye safu ya kwanza. Alhalatu thania, hali ya pili, inda julusika fil masjidi tantadhiru salata wa inda intihai min as-salati, ni pale unapokwenda msikitini mapema ukangojea swala ianze. Wewe umefika mapema, wasubiri ikama. Sasa muda ule utakaa, malaika wanakuombea Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu. Subhanallah, angalia fursa hizi unaombewa na malaika kwa kuwa umekuja mapema kungojea swala. La ajabu ni kwamba wengi katika masala ya swala twenda zile wanavyoziita injury times. Watu kwenye mipira huenda wakangojea mpira uanze ili asikose mwanzo, akakaa mbele apate nafasi mzuri ya kuona vizuri. Pengine mpira uko Ulaya, yuko kwenye banda, fujo, moshi za sigara, bala, lakini avumilia tu, ataka awe na nafasi mzuri ya kuona vizuri. Akitoka hapo na maradhi juu. Lakini wewe ukija kwenye swala waja mwisho. Kwenye rehma ya Allah, dua za malaika wajichelewesha, kwenye maradhi unakuja mbele. Wanasema wataalamu kwamba wale wanaopokea zile moshi za sigara wanaumia zaidi kuliko mvutaji. Sasa wewe enda ukazipokea, lengo uone kitu kile ambacho hakikufaidishi chochote. Kwa lugha ya Qur'ani, la yusmin wala yughni, njoo hakikusaidii kitu. Lakini kumbe kuna sehemu ukitangulia mbele. Leo tukaambiwa kuna mkutano, watu watakwenda mapema, lakini mkutano ule utamsaidia nini? Hauna faida naye. Lakini akiambiwa hii swala ndiye atakuwa mtu wa mwisho kufika swalani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal malaikata, hakika malaika, tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi, anamsalia mmoja wenu. Malaika wanamsalia mtu ambaye yuko kwenye kikao chake cha kusubiri swala. Muda ule malaika wanasema, taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Madamu yuko kwenye tahara yake, hatazungumza, basi aendelea kuombewa dua na malaika. Hali ya tatu, inda iyadati almarid, wakati wa kumzuru mgonjwa. Allahu akbar. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam achanganya ibada, ubora wa ibada, kwamba ibada ni ziko aina mbili. Kuna ile ibada unamfanyia Mola wako direct, na kuna ibada unamfanyia Mola wako kupitia kwa viumbe vyake. Kumtembelea mgonjwa, mtu anauma, akaitumia fursa, akatoa wakati wake mtu kwenda kumtembelea mwenzake mgonjwa, basi muda ule atakapokwenda kumtembelea ule mgonjwa atapata dua za malaika kwa masaa 12.
umeenda kwa dakika 5 ukamzuru mgonjwa. Baada ya kuondoka pale kwa masaa 12 malaika wanakuombea dua. Tena si malaika mmoja wala wawili. Tuisikilize hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokewa na Imamu Muslim ikitokana na Abu Huraira, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inayotokana na Abu Daudi ikitokana na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, asema ma min rajulin, hakuna mtu yeyote yaudu maridan mumsia, atamtembelea mgonjwa jioni. Baada saa 10 ukaenda ukamzuru 11 ukamtembelea mgonjwa jioni, illa kharaja ma'ahu 70,000 malak. Anapotoka pale kwa mgonjwa hatoki peke yake, Allah anampa escort ya malaika 70,000. Malaika 70,000. Madaktari, tumieni fursa hii, wekeni nia zenu za kuwatembelea wagonjwa. Usikunje uso ukipigiwa simu kuna mgonjwa wa umma. Weka nia, ni ibada. Kila ukimwona mgonjwa kwa nia ya ibada, basi malaika 70,000 watembea na wewe, wanakuombea dua. Yastaghfiruna lahu, wanamuombea msamaha hata yusbiha, kuanzia jioni mpaka asubuhi. Angalia hii dini ya Allah ilivyo nyepesi. Angalia dini hii inavyotutakia rahma. Wewe mpaka uende kwa ingie motoni, si wajitakia mwenyewe jamani? Vitu vingapi hivi? Umewekewa malaika 70,000 kukuombea msamaha madhambi uliyofanya usiku mzima kwa sababu ya kumzuru mgonjwa. Na utapata kuna muumini, wacha ni mgonjwa wa kawaida, Muislamu mwenzake, hata mtu wake babake mgonjwa hamtembelei. Utasema nini wewe? Ndio Allah katika Qur'ani kuna aya mimi huwa naikumbuka sana. Allah anauliza swali, fama asbarahum ala nar, jambo gani linawafanya hawa mpaka wakauvumilia moto? Mwataka nini huko motoni? Nafasi nyingi zimetolewa usiingie motoni, lazima tu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu kharifun fil janna. Isitoshe malaika 70,000 wanakushindikiza kwako na watakesha kukuombea dua mpaka asubuhi, lakini pia tayari ushajengewa na nyumba peponi, kwenda kumwambia mgonjwa assalamu alaikum, la ba'sa tahurun insha Allah. Allah atakufanyia wepesi. Hii ni mitihani. Allah anawajaribu wanadamu, na wale wanaopewa majaribio ndio wapenzi wa Allah. Wala sikuugua sio kufa, la, huu ni mtihani wa kusafishwa dhambi zako. Kiasi unavoumwa basi wewe unafutiwa dhambi. Kama una dhambi unaongezewa daraja yako ya janna. Inshallah Allah atakupa shifa. Salamu alaikum, maneno mepesi, watoka wenda zako. Malaika usiku mzima wakesha na wewe mpaka asubuhi, na huku nyumba ishatayarishwa peponi. Leo utakuta mambo haya kwetu hayapo katika maisha, kwa sababu hatujajijua kwamba sisi tuna fursa gani. Ni dharura kwa muumini au mwanadamu anaotaka kuishi vizuri atambue fursa zake ni zipi, ajue strength yake ni gani, weakness yake ni ipi, ajue kwamba opportunities zake ni gani na threats zake. Bila ya kuwa katika mambo haya manne, wewe utapoteza nafasi nyingi katika maisha. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman atahu musbiha, na mwenye kumjia mwanadamu akamjia mgonjwa musbiha, jioni, asubuhi. Huyo alikwenda jioni, malaika usiku mzima mpaka kukapambazuka wanamwombea dua. Na je, alikwenda asubuhi akamzuru mgonjwa? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kharaja ma'ahu 70,000 malak. Vile vile anatoka pale asubuhi na malaika 70,000 baada ya kumzuru mgonjwa. Yastaghfiruna lahu, wanamuombea msamaha hata yumsi, mpaka jioni ingie. Siku mzima anaombewa dua. Wa kana lahu kharifun fil janna, na vile vile kesha katengezewa kasri lake peponi. Hali ya nne katika
zinazofanya tupate dua za malaika. Jamani, tuzitafuteni dua za malaika. Waweza kuona mtu tuko katika swala ya jeneza, lakini ukiwaangalia wale walioko pale, kila mmoja na matatizo yake. Washirikina wako hapo, walevi wako hapo, majanki hapo, Lakini hizi ni dua safi, dua safi za malaika, huna wasiwasi nazo. Kwa nini usizitafute kwa hima? Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira ani nabii sallallahu alaihi wasallam, tumesema anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Kuna mtu alitoka kwenye mtaa wake akaenda mtaa mwingine kumtembelea ndugu yake muumini. Fa arsada Allahu lahu ala darajatihi au madrajatihi malaka. Allah akamtuma malaika amfuatilie katika barabara yake. Yule malaika akenda na yeye mpaka alipofika pale mahali. Malaika falamma atahu alayhi, malaika akamjia yule bwana, qala, akamuuliza aina turid, wenda wapi, mbona umekuja mtaa huu na sio mtaa wako? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya, nimekuja kwenye kitongoji hiki, kijiji hiki, mtaa huu kumtembelea ndugu yangu. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarabuha, kuna neema yote unaoitarajia, ima kibiashara, kuna mpango wote, yani kuna maslahi ya kidunia unayataka kwake? Qala la, yule bwana akamjibu malaika, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, nimemtembelea kwa mapenzi ya Allah, sina mpango wote wa kufaidika kiduniani, isipokuwa huyu bwana namuona mtu mzuri, mtu mwema, basi nimeamua kuja kumfanyia ziara. Qal, malaika wakasema, atasema yule malaika, fa inni rasulullah, na mimi ni mjumbe wa Allah, ilaika, nimetumwa kwako, anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, kukujulisha kwamba Allah anakupenda wewe kama ulivyompenda nani? Ndugu yako. Hii ni ziara. Sasa jamani, hebu tuangalie, kila mmoja wetu ajifikirie ana ziara ngapi anaozuru kwa ajili ya mapenzi ya Allah. Kama utamtembelea mtu ni kuna deal, wenyewe wanaita kuna dili, utakwenda kwa dili hiyo kwa masafa yote, lakini yaweza kuwa ni mamako si mzuru, huna haja nayo, kwa sababu nikienda pale siondoki na chochote mfukoni. Wapenzi waumini, ujue kwamba vyote tutakavyovipata duniani tutaviacha, na kile ambacho tutakiweka kwa ajili ya Allah ndicho tutakwenda kukikuta. Kwa hivyo tusipiganie sana hizi za dunia ambazo ni fania, tukaziacha za akhira ambazo ni bakia, zenye kubakia katika maisha yetu. Hii hadithi yatufundisha tujenge mapenzi ya kiimani na ndugu zetu, na uwe mwepesi katika kuwatembelea wenzako. Licha leo tutakuta, licha kuwatembelea yani waumini wenzetu kawaida, hata katika akraba zetu na jamaa zetu ziara zimekatika, kisa na sababu mtu anakwambia maisha magumu bana, watu wa zamani walikuwa kitembeleana sababu neema. Hapana, neema kubwa ni neematul iman. Imani ikiwepo ndiyo inatengeneza msukumo katika maisha yako, na kama huna imani, kila ikiwa chache ndipo utakapokuwa na uzito katika maisha yako. Hali ya tano katika hali ambazo malaika wanakuombea dua, kaieleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo rawahu Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu, ikitokana na Abi Darda ani nabii sallallahu alaihi wasallam qal, Mtume asema, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahari alghaibi mustajabah, inda ra'sihi malakun kullama da'a lahu bikhairin qala almalakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, maombi au dua ya mtu muumini kumwombea mwenzake akiwa hayupo naye. Mara nyingi sisi dua zetu ni zile za kujifakarisha,
Ukifika wacha tupige dua, na kuna wengine labda usipomwombea hivyo anakasirika, lakini lau utajifunza kuwaombea dua wenzako hali hawako na wewe, hawajui kama wewe waombea. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Mmoja katika salafu saleh kana yutilu sujuda, alikuwa akisujudu sida yake inakuwa ndefu, sala zake za sunna. Faqala ahadu ikhwanihi lahu, mmoja katika ndugu zake akamwambia, atutilu sujuda likathrati alhumum, yaonekana ndugu yangu matatizo yamezidi sana siku hizi, ukisujudu mpaka utakutoboa mkeka unasujudu mpaka tunakusahau, onekana mambo yamekuzidi sana. Akamwambia, la walakin likathrati alashab, lakini marafiki wangu wameongezeka, ndio nikimtaja huyu katika sijida nikimwombea huyu namkumbuka yule. Allahu akbar. Kila ninaposujudu nakumbuka marafiki wangu wapya ndio nao, naendelea kuwaombea dua, ndio sijida inakuwa ndefu kwa sababu ya wingi wa marafiki, sitaki niwasahau katika dua zangu. Hii ndivyo ilivyokuwa hali ya wema wenzetu walivyotangulia. Kwa nini? Kwa sababu walitathmini maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, da'watul mar'il muslimi li akhihi, maombi ya muislamu kwa mwenzake mustajaba, yanakubaliwa dua, yanakubalika. Pale unapomwombea mtu, dua ile moja kwa moja inakwenda, na kwa mapenzi yako kwa wenzako unatamani kila mmoja awe na mafanikio. Dua hizi zimekuwa chache kwa sababu hakuna anayemtamania mwenzake mazuri. Lau angeulizwa kuhusu mwenzake yeyote, kwanza angetanguliza mabaya yake kabla kutanguliza mazuri yake. Sasa mtu ambaye unamuona kwa jicho la ubaya, huwezi kumuombea dua ya kheri. Lakini tutakapobadilika tuje katika maisha ya kupendeleana kheri, ndipo pale tutakapofikia kuombeana sisi kwa sisi. Bali faida licha kukubaliwa dua, inda raasihi malakun, asema na kwenye kichwa chake pale unapokuwa unaomba, juu yako kuna malaika. Kullama daa lahu bikhairi, kila ukimwombea mwingine kheri katika waumini wenzako, qala almalakul muwakkal bihi, yule malaika alowakilishwa kwako anayekufuata huwa akisema, amin walaka bimithli, Mola ikubali hiyo dua na muombea huyo mwenzake, na wewe mwenye kuomba akupe mfano kama hivyo unavyomwombea. Ndio mmoja katika salafu saleh alikuwa akitamani jambo humwombea mtu mwenzake. Akaulizwa na mkewe, mbona wewe ndiye mwenye tatizo hili, wamwombea fulani limuondokee au apate jambo hilo? Asema, kuna malaika nikimwombea mwenzangu huniambia na wewe upate kama hivyo. Kwa hivyo naamini amini ya malaika itanisaidia kukubaliwa zaidi kuliko kujiombea mimi mwenyewe. Huu ndio ufahamu wa wema waliotangulia katika maisha, walivyoyatambua kwamba maisha haya hayako mkononi kwetu, ni maisha ya Allah, na kufaulu kwetu ni kuishi kama anavyopenda Allah tabaraka wa taala. Alhalatu sadisa, hali ya sita katika hali tulizozitaja kwamba tunapata dua za malaika, inda ta'limi nasi bil khairi, unapowafundisha watu khairi. Wakati wote ukampa mtu neno la kheri, ukamlekeza katika kheri, basi wewe amini kwamba wakati huo unapomfundisha na malaika wanakuombea dua. Hii ni fursa vile vile kwa wale ambao Allah aliwapa elimu, wasitumie elimu zao katika kufanya kheri, na vile vile wale wasio na elimu wawapende wale wenye kutumia elimu zao katika kheri. Kuna watu maadui zao ni wale walimu. Yeye akimjua huyu ni dai, ataka kumkosoa tu, kumkashifu, kumlani. Kwa nini? Mmoja katika salafu saleh, mwanawe alitoka nyumbani, alipokuwa yuamuaga akamwambia, usishindwe mwanangu na samaki na wadudu ardhini. Akamwambia, vipi? Akamwambia, malaika mpaka samaki na wadudu chungu sisimizi wanawaombea dua wenye kuwafundisha watu kheri. Isiwe adui yako, mapambano yako ni yule mwalimu anayefundisha watu kheri.
Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayotokana na Tirmidhi, asema ikitokana na Abi Umama, asema Rasulullah, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardh, hakika Allah na malaika zake na wote waliowema mbinguni na ardhini, hata namlatu fi juhriha, hata yule sisimizi ndani ya shimo lake, wa hata alhuta, na hata samaki majini, la yusalluna ala muallimin nasi alkhair, wote hawa viumbe vote hivi vinamuombea mwenye kuwafundisha watu khairi. Kwa hivyo hili liwape moyo wale wanaoifanya kazi ya dawa, wale wanaofanya kazi ya kusomesha, wasione unyonge labda kwa hali ya mapato ya kidunia, dhila wanaoipata kwa waumini, kutotambulika. Wewe watakaotambuliwe na nani zaidi ya kutambuliwa na Allah? Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardh hatta an-namlatu fi juhriha wal hut, viumbe vote hivi kuanzia mwenyewe muumba na wote malaika walio mbinguni na wema wote walio ardhini, wadudu sisimizi, samaki baharini, wanakuombea wewe kheri kwa kufundisha watu kheri. Kuwa na moyo katika jambo hilo, usirudi nyuma, kwa sababu unazipata dua zilizo na uhakika. Mtu wa 7 ambaye atakuwa katika hali mzuri ya kupata dua za malaika, inda naumika ala tahara, wakati unalala jitahidi ulale umechukua udhu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hata yule ambaye ana janaba, amelala na mkewe, alafu akawa shindwa kuoga usikule, ajitahidi atawadhi, alale na udhu. Kwa nini? Kwa sababu asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata tahira, mwenye kulala akiwa amejitahirisha, bata fi shi'arihi malakun fala yastayqidhu illa qala almalak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Yani wakati wa kulala chukua udhu. Kuna watu licha kuchukua udhu hata kuosha miguu hawaoshi, apanda kitandani asugua miguu yake shwaka afuta mchanga ndio alala. Ukimuuliza kwa nini wafanya, kwani mke kazi yake ni si atafua? Hajui maskini kwa nini amekuwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man bata tahira, wewe utoke na shughuli zako zote alafu usiku jiingilie kitandani, vumba lako na nini, malaika wote wakukimbia. Lianna almalaikata tataadha mimma yataadha insan, malaika wanakerwa na kila kitu kinachomkera. Kwa hivyo akiwalie karibu na wewe harufu yako inamkera, malaika wote siku hiyo wanakuwa mbali na wewe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man bata tahira, mwenye kulala akiwa tahara, bata fi shi'arihi malakun, katika ile shuka lake anajifunika, vile vile malaika anakuwa pale kwenye ile shuka. Fala yastayqidhu illa qala almalak, anapoinuka tu malaika huwa akisema, Allahumma ighfir li 'abdik fulan, Mola msamehe mja wako huyu fulani, anamtaja kwa jina kabisa. Fa innahu bata tahira, hakika huyu amelala akiwa tahara. Jiulize, umeingia nyumbani mlevi, unacha kuoga wewe na maji uondosha steam, taoga lini? Tumeelewana? Kwa hivyo dua za malaika nyumba hizi zinakimbia kwa kupatikana jitu lichafu kama wewe. Hali ya 8 ya mwisho, inda tanawulu sahur, wakati wa kula daku. Subhanallah, wala daku ili uwe na nguvu ya kufunga, lakini hapo hapo kwa kuwa madamu ni amri na mafundisho ya kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukifanya vile vile malaika wanakuombea dua. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyo kwenye Sahih Ibn Hibban na Mu'jam at-Tabarani, akisema Mtume sallallahu alaihi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin. Mutasahhirin, Allah na malaika wake wanamsalia mtu anapokuwa yualadaku, lengo kesho afunge. Angalia ile ibada ya saumu, licha kupata thawabu za saumu ambazo Mtume asema, Allah asema as-saumu li wa ana ajzi bi,
kwamba ibada yenyewe ya saumu malipo yake ni makubwa sana, lakini waanza kupata dua za malaika kabla asubuhi hujaanza kufunga. Wala daku tayari malaika wanakuombea dua kwa sababu ya jambo jema ulilolifanya. Waamini, haya ni katika baadhi tuliyaeleza katika mambo 8 ambayo ukiyafanya unapata dua za malaika, na wallahi sote twazihitaji dua za malaika kwa sababu ni dua za uhakika. Na maisha yetu yanavyokwenda, jamani, kila mmoja anayaona ni maisha yasiyoeleweka. Hatuna budi kujiegemeza kwa Mola wetu, fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Lazima tujiegemeze kwa Allah tabarak wa taala, na hizi ni katika wasail za kuwa karibu na Allah, kule kuzipata sala za Allah na malaika wake. Allah tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله، فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.